Ndio maana kuna watu ambao wanakuchukia, na hata ukiuliza sababu ya msingi hawana. Ni kwa sababu roho iliyoko ndani yake na roho iliyoko ndani yako hazipatani, na hazitakaa zipatane. Kwa ukilielewa hili litakusaidia kwenye maisha yako. Na ziko vita ambazo umepambana kwa kutumia nguvu za kwako, zilipaswa kuwa vita za kiroho. Ulipaswa kupambana rohoni zaidi. Ulipaswa kupambana kwa maombi kuliko kumshambulia mtu kwa maneno. Ulipaswa kupambana kwa kusoma neno, kwa kusoma Zaburi, maana Zaburi ina nguvu yake ndani yake, kuliko kumjibu mtu kwa vijembe vya kwenye simu, SMS ambazo unamjibu mtu unasema amenifanyia hivi na mimi nitamjibu hivi, kuliko kumsanyia watu ili waweze kumtukana. Ulikosea sana. Ndio maana huwezi kushinda. Ulishindwa kujua ya kwamba uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke wataendelea kupigana siku zote. Lakini habari njema iko katika fungu la 13. Anasema huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Haleluya! Kumbuka nimesema Mungu akitamka kitu kinakuwa. Anaposema huo utakuponda kichwa, anayepondwa kichwa anaangamizwa, anayepondwa kisigino anajeruhiwa. Shetani hajaruhusiwa kukuua, ila ameruhusiwa kukujeruhi. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, hawezi kukuua. Haijalishi wewe umepitia changamoto za afya kiasi gani, hawezi kukuua. Yeye anaweza kukujeruhi. Endelea kumshikilia Mungu mpaka mwisho. Endelea kumshikilia Mungu. Endelea kuamini kwamba wewe ni mtoto unayependwa. Usione kwa nini kila wakati nakazania hili somo, kila wakati nikiongea na watu na kuwakazania